wa wana wa Mwenyezi Mungu, tena wenzangu wa Kristo wenzangu, walioamini kwa Mwenyezi Mungu. Tuko katika Jumapili ya pili baada ya kuanza mfungo, ambao leo tuko katika Jumapili ya pili. Nafikiria kwamba kila mmoja tunajua ya kwamba tuko katika mfungo. Wakati wa mfungo maombi yanahitajika kuwa mengi, vile Mungu atakapoishi ndani ya roho zetu. Anaweza kutuondoa katika tamaa zisizo za sawa na tuweke katika tamaa za kiroho peke yake. Kitabu cha leo inaongea kwetu sisi tunaohubiriwa Injili na mitume Pauli mtakatifu. Kuonyo wa Bwana Yesu Kristo, onyo wa Yesu Kristo, kwa kutuomba na kutuonya katika Bwana Yesu Kristo, kakana wayudo marwa kakuvinjore, vile tuliopata imani yetu mara ya kwanza. Kila mmoja alipata imani jinsi inavyomfaa. Kuna wale walikwenda maombi wakiwa wagonjwa, watu wameenda kanisani na shida tofauti. Hizo zote, hayo yote ni magonjwa. Ugonjwa sio mtu aliyelala katika kitanda peke yake. Kusteseka ni ugonjwa mkubwa sana. Ukisikia kwamba uko na shida katika mwili wako, umekosa jambo fulani katika maisha yako, haujaishi vizuri jinsi inavyofaa, tunakimbia tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Tunahitaji yaende sawa. Lakini kikubwa kilichotupeleka, tukishaingia katika hiyo nyumba, sasa hiyo ni nyumba ya kutafuta uzima wa milele. Na uzima tunaipata baada ya kufa. Na tukiwa bado tuko hai, tunaomba Mungu atupatie kuishi vyema, ili mambo yetu tunatengeza hapa duniani yatengenezeke ya kuwe sawa, na tupate jinsi tutakavyokula, tupate jinsi tutakavyovaa, tupate jinsi ya kufundisha watoto, na jinsi tunavyotengeza vitu vyetu yapate kuwa mambo yanayotusaidia. Na pia tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba tukimaliza safari, kama vile dada yetu Mother Spiria alimaliza safari yake, tuende tukapate kiti cha enzi kule mbinguni, ambacho Yesu Kristo alitutayarishia, kwamba mkifuata menendo yangu na mfanye jinsi ninavyotaka, na mahali nilipo mimi nanyi mtakuja mkakae pamoja, na tutakuwa na furaha kuu tukiishi katika paradiso, katika boma ya Mwenyezi Mungu. Mbingu iko na maeneo mingi sana, tena haziko karibu. Tuko na Sayuni, tuko na Kiptori, tuko na Silita, tuko na Paradiso, tuko na miji tofauti katika nyumba ya Mungu.
kunde kujiodake na huko maeneo watu wanaishi. wabe wagombo jiodake miero Sisi pia tunatamani kuishi katika hiyo miji mondo wabe gimor ili tuwe na furaha kujo takatifu na watakatifu kujo malaika pamoja na malaika, mondo wanpendo wabe jiodakatifu ili sisi pia tuwe watakatifu. mane moro madimako maduo. Hiyo ndio itakuwa furaha kuu kwetu sisi. Sisi mondo lowa Lazima tuwe na tamaa. ni wadhi chamo ngima dieri Je, tunaenda kupokea uzima kweli? kunyaka wabedi giye Na lazima tuwe na imani yeno emame wangi mama kwamba imani ndio inatupatia uzima wa milele. ero kamano nyithinya sai Shukrani sana wana wa Mungu. kama kawuno puonjo Kitabu cha leo kinatufundisha kawa mako wachna sai kwamba tukishika neno la Mungu ndo wan kum Yesu Kristo tena tukae kwake Yesu Kristo eye maru wode dhano katika imani ya mwana wa Adamu, to magi tutulo golo wae gombo ma haya yote yatatutoa katika tamaa za dunia, mami wa gombo mna mangi ma ambayo itatupatia tamaa za mbinguni peke yake. ndo kitabu wanyoa Tena kitabu kinatuonya kwa keti chunywa kwamba tusiweke roho zetu egi kipenyene katika mambo ya dunia, kwa chitu ngrewa tusichafue miili yetu, kwa kawa ngrewa mundo waketi ni jachia tusiweke mwili wetu kwa shetani. chando kwa mtu ni boni ya sai Mambo yetu yote tunafaa kumwekea Mwenyezi Mungu. ene mutiko chando kumarudani Yeye ndiye anamaliza shida za wanadamu. kila ame mabaya Ukiwa unamwabudu vizuri, obiro migi kine chando atakupatia yale unayoyatamani ndugu kwayo na yale uliyoyaomba. la mwenye berka Ndiyo maana kumwabudu Mungu ni vyema sana. Yesu Kristo Yesu Kristo yote akachukua mitume wake otige wigot akaenda juu mlimani, odile mukuro akaenda kuomba, oweyo gemateni akawaacha kidogo, ochorore kidogo akasonga mbele kiasi to ogochoge piny kolemo na akapiga magoti akiomba. jote nopogo kama intino ler Wale mitume wakaona mwangaza umetoka onegineno ji ariyo na wakaona watu wawili. negineno Musa Walimuona Musa negineno Elija na wakamuona Eliya ka obiro wuoyo kod Yesu wakiwa wamekuja kuongea na Yesu. koro gichalore Tena sasa wanafanana. kane jogo osedhi Baada ya wale kwenda, jote nonyiso ruodhwa wale mitume wakamwambia Bwana, ni ruoth Bwana, nikech ne gin gi luoro kwa sababu walikuwa wanaogopa, ikone ber ka wabed ka wakasema ni vyema tukae hapa, wager udi adek tujenge mahema matatu, achiel mari moja lako, achiel mar Elija moja la Eliya kod mar Musa na moja la Musa. Yesu nokonegi niya Yesu akawaambia, kapok Yesu wuoyo kodgi kabla Yesu aongee nao, to polo nomor na mbingu ikapiga radi, mar giwinjo wach koa wakasikia neno kutoka juu mbinguni wach ni mane wuoda maher likisema kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa, winjeuru sikilizeni kendo hereuru tena mumpende sana. bang' Yesu nobiro jote Baadaye Yesu akaja kwa mitume wachonegi niya akawaambia kwamba nouneno yale mlioyaona kendo gima winjo tena mkayasikia, kono wachone ng'ato msimwambie mtu yoyote. tuni nyaka ndalo wuod dhano chopi Subirini mpaka siku ya mwanadamu ka itakapofika, wuod dhano osetho mochier atakapokufa na kufufuka, eka koro wach weche ndipo mseme maneno haya. lakini mor manene Lakini furaha iliyokuwa ndani ya mitume, nomiyo kagidhi kwa maana walipoenda to gichako lando wach wakaanza kutangaza maneno yake ne wadhi kode wi got kwamba tumeenda naye mlimani, to timo nomagi ma akatufanyia hivi na hivi, kendo wawinjo dwol tukasikia sauti wae polo kucho iliyotoka juu mbinguni kawacho ni wuoda maher ikisema, huyu ndiye mwanangu mpenzi, winjeuru kendo hereuru sikilizeni na mumpende sana. ma Yesu en wuod Nyasaye Na Yesu ni mwana wa Mungu, kendo en Nyasaye tena ni Mungu kama baba yake. msalaba matakatifu Msalaba mtakatifu en singruok mar Ruodhwa Yesu Kristo ni ahadi ya Yesu Kristo
pamoja na mwanadamu. Aliposulubiwa msalabani, baada ya kutolewa msalabani, akaenda akazikwa. Misalaba ilikuwa mitatu. Moja ya katikati ilikuwa Yesu, pande wa kulia alikuwa anaitwa Gesmas ama Dismas, pande wa kushoto na alikuwa anaitwa German. German alimdharau Yesu, akasema, wewe uliponya watu, ukafufua wafu, unafungua macho ya vipofu, umegeuza hata maji yakawa divai, umetembea hata juu ya maji kwa miguu yako, na kama wewe ni mwana wa Mungu kweli, jitoe katika msalaba. Jing'oe katika msalaba na utusaidie nasi. Yesu akamwangalia kwa macho ya ukali, hakumjibu na kuongea naye. Lakini Dismas, ambaye alikuwa mkono wa kulia, akaongea na mwenzake, akamwambia, mwenzangu, naongeaje? Sisi ni waizi, sisi tunafaa kufa. Tena haya tuliyotendewa yamefanywa yanayotupasa. Sisi tunafaa kufa kwa sababu tumefanya yasiyofaa. Na huyo mtu amekosa nini ambapo unaongea juu yake vibaya? Dismas akaongea na Yesu, akasema, Bwana, mimi unikumbuke wakati utaingia katika ufalme wa baba yako. Unikumbuke. Yesu akamwangalia kwa macho ya upole, na Yesu akaongea naye, akasema, leo tutaketi tukila pamoja nawe katika paradiso, katika boma ya baba yangu. Hao wote roho zao zilipoenda, German akaenda moto wa Jehanamu. Dismas jinsi alipolia dhambi zake, Mungu akampatia uzima, wakaenda na Yesu katika paradiso. Ndio maana na kuomba upende Mwenyezi Mungu. Baada ya kwenda kwake Yesu, hii misalaba mitatu Wayahudi wakaichukua, wakaenda katika uwanja fulani, wakachimba chini katika ardhi kama futi 8, wakapanga ile misalaba na ikazikwa. Hakuna mtu aliweza kupata ile misalaba. Walijua ile maeneo, lakini mahali ilipowekwa hawakujua. Yesu akamtokea mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Stanislaus, ambaye ni mwana wa mama anaitwa Helena. Helena alikuwa anapendwa na Mwenyezi Mungu sana. Tena alikuwa akimtumikia Mwenyezi Mungu. Na mtoto wake ambaye anaitwa Stanislaus alikuwa amefanya kazi ya wanajeshi na hakumpenda Mungu wa mama yake. Hakumpenda Yesu kabisa. Yeye mama yake alipomwambia maneno ya kuomba, anasema, mama, nendeni kule, hayo ni mambo ambayo hayako. Yesu akamfanyia miujiza.
Siku moja akiwa nyumbani kwake, anajitayarisha kwenda kazini. Wanaenda vita mahali. Nalipolala katika kitanda chake, alipofungua macho, akamwona Yesu amesulubiwa katika msalaba, na imekuja karibu na macho yake. Alipoangalia ukuta upande huu, anaona Yesu. Akiangalia paa, anamuona Yesu. Kila upande alimuona Yesu amesulubiwa msalabani, tena damu zinatiririka. Ili jambo likatendeka sana, ikashika roho yake. Akaenda kwa mama yake, akamuuliza, mama, huyu mtu mnayemwabudu, hata hapa nilipo namuona katika ukuta amesulubiwa msalabani. Alikuwa nani? Mama yake akamwambia alikuwa mwana wa Mungu. Nimekwambia muda mwingi tuombe, ukakataa kuomba. Huyo ndio Yesu tunayemfuata. Mama yake akamwombea, akamwambia kwamba Yesu uliyemuona atakuongoza katika vita, tena mtashinda vita, na ukirudi na umfuate Yesu. Stanislaus wakaenda vitani, wakashinda vita. Yesu akawasimamia, wakarudi kama hawakupata shida yoyote katika vita. Aliporudi, akaenda kwa mama yake, akamuuliza, mama, huyu mtu ambaye alisulubiwa msalaba wake uko wapi? Unataka msalaba? Nataka kujua mahali msalaba uko. Mama yake akamwambia, waite maaskari wako wanajeshi, niwapeleke pale ambapo msalaba ilizikwa. Elena akachukua mwanawe pamoja na wanajeshi, wakaenda katika ule uwanja, na akasema kwamba hii maeneo yote ndio hiyo msalaba ilizikwa. Lakini sijajua maeneo kamili ambapo ilizikwa ile misalaba, lakini uwanja ndio ilizikwa hiyo misalaba. Stanislaus alikuwa kiongozi wa wanajeshi, alikuwa yeye ni kiongozi katika wanajeshi. Akawaambia wanajeshi, leteni jembe pamoja na masaruru, tunataka kutafuta msalaba. Wanajeshi wakachimba chini kambe, wakimaliza ule uwanja, tena walichimba kimakini, walichimba hadi wakafika katika misalaba. Wakatoa ile misalaba yote, wakaiweka hapo kando. Sasa anauliza, katika hii misalaba mitatu wa Yesu ni upi? Kwa sababu misalaba yafanana. Mungu akaingia katika roho ya Elena, akamwambia katika masikio yake, nendeni katika hospitali, mtafute mgonjwa ambaye amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, ambaye watu wanajua kwamba hawezi kupona, mumlete hapa. Akaletwa mgonjwa, akaambiwa kwamba mlaze katika hii misalaba, na ule msalaba utakaompatia uhai akiwa yeye ni mzima, huo ndio utakuwa msalaba wa Yesu. Akalazwa katika msalaba wa kwanza, akatoka bure. Akawekwa msalaba wa pili, akatoka bure. Alipowekwa katika msalaba wa Yesu, mgonjwa akapona na akasimama
na akatembea. Stanislaus akachukua ule msalaba. Akaenda nao. Ule msalaba ukakatwa. Ukapasuliwa na ukawa mdogo kabisa. Kila mwanajeshi alichukua kipande cha ule msalaba. Tena anaenda nao. Na kumbe huu msalaba uko na nguvu yake. Itakuwa nao kama ngao. Akachukua upande mmoja wa mkono, akaupeleka kule kwa Waroma, katika kanisa kubwa la Katoliki. Ile iliyobaki watu wakagawanya. Sasa ili lazimu kila mmoja lazima tengezwe msalaba, kwa sababu ni ahadi ya Bwana pamoja na mwanadamu, kwamba kila mmoja lazima awe na msalaba. Na Baba ametufundisha jambo fulani. Nasikia wanadamu wakisema msalaba, kwamba ulisulubiwa Yesu, ni kitu kilichomuua Yesu. Sasa hiyo haifai kubebwa, na kila mmoja ajui kama ana msalaba wake. Mwanadamu ambaye ameumbwa hapa duniani, hebu jiangalie mahali uliposimama. Kama wewe pia sio ishara ya msalaba. Wewe mwanadamu, hebu simama wima na uonyeshe mkono upande zote, kama wewe sio ishara ya msalaba. Mungu ni msalaba, na wakati uko na msalaba, uko katika ishara ya Mwenyezi Mungu, na uko na nguvu pamoja. Hii ndiyo fumbo katika maneno yaliyotendeka kwa mwana wa Helena ambaye anaitwa Stanislaus. Sisi sote lazima tuwe rafiki ya msalaba. Ndiyo maana katika boma ya Mungu lazima utapata msalaba. Na hata katika mafundisho ya Baba Mesia alipoingia hapa kwetu, kuna mti fulani pale Kalvari bado inapatikana, inaitwa mti wa Madhare. Bikira Maria akaongea juu ya maneno hayo, akasema kama ni vyema huo mti kila mlejo Maria aukate vizuri, atengeneze msalaba, aeke katika juu ya paa ya nyumba yake. Hiyo ndio ipate kuwa paa ya nyumba yako. Lakini wapinzani fulani wakaja wakasema, unataka kuweka msalaba katika nyumba yako? Kwani nyumba yako ni kanisa? Msalaba Yesu yekwa katika nyumba. Bikira Maria aliyekuwa akiongea, ye ni nani kati yako wewe na Bikira Maria? Nani mwalimu? Na kama uweki msalaba katika paa ya nyumba yako, na altari ni nini? Altari ni kaburi ya Bwana Yesu. Mbona umeiweka nyumbani kwako? Na Mungu amesema ati kila nyumba lazima iwe na kaburi ya Mwenyezi Mungu. Na hapo ndio mahali patakatifu zaidi. Hata katika nyumba yako lazima ipatie heshima vilivyo, kwa sababu ni kitu takatifu. Na kama ni vyema mlejo Maria, unafaa kutengeza kiti kidogo, viti viwili, mahali kwenye altari ya baba iko upande mmoja, ya mama hiyo upande mwingine.
ili wakija katika nyumba yako wapate makao ya kuketi. Wakija kukutembelea unaitengeneza vizuri, uweke picha iliyo sawa. Mimi nawaondoa katika picha zilizowekwa na nailoni. Tuko na Mwenyezi Mungu, na tuache kufanya madharau. Twende dukani, nunua frame iliyotengenezwa safi, weka picha ya Bwana wetu na tuweke katika altari. Tuchukue Bwana tumweke mahali pasafi. Kuna watu hapa kando yetu ambao wanatuzidi. Wahindi wako na Mungu wao ambaye wanamuita Krishna. Krishna Muhindi anamheshimu sana. Tena ako na altari katika nyumba yake. Ameitengeneza vizuri sana. Akaeka sanamu ya Krishna. Pale ambapo ameweka ile sanamu, ameipatia heshima kubwa. Kuna taa inawaka isiyozima. Ni taa hata kama wakati wa mchana hiyo inawaka. Hata usiku hiyo inawaka. Masaa 24 taa inawaka. Imewekwa na taa za maridadi ambaye ikifika usiku unadhani kwamba hapo ni jijini. Pesa ya Muhindi ambayo anafanya nao biashara anaiweka chini ya sinagogi ili Mungu apate kumbarikia. Kesho akienda kutoa ile fedha, anatoa fungu la 10, anaweka kando, ataipeleka katika kanisa. Ile maziwa iliyo safi kila siku ameweka ile maziwa, anaiweka katika sahani iliyotengenezwa vizuri na kioo. Anaweka maziwa, anaweka katika altari. Anasema Mungu atakunywa hayo. Akirudi wakati wa mchana, anachukua yale maziwa, anaganyia watoto wake kidogo kidogo ili wanywe maziwa ambayo Mungu ameyaacha. Mungu akanywa na ameyaacha, nao pia wanywe yale maziwa. Na inaletwa sahani nyingine, inawekwa tena maziwa, tena hiyo tanywa jioni. Na huyo mtu amelinda Mungu wake. We Mungu wako umembwaga hapo chini, unamaliza mwezi hata altari hujaipiga magoti, hata kumsalimu tu kwamba pambazuka. Unaweza hata kupita uchi mbele ya altari kwa sababu nyumba ni yako. Sasa wacha nikwambie jambo. Unaona mahali ulipoweka altari, weka kamba fulani, uweke curtain ambayo inaziba altari. Wakati unataka kuomba, unafungua ile curtain. Hata kama unakaa hapo kwako, unaweza kuifungua. Na ukaona wakati hujavaa vizuri ama unataka kwenda kulala, ifunge ile mahali takatifu ili asipate kukuona kama mwanadamu. Hiyo utamheshimu Mwenyezi Mungu. Altari yako itakuwa na baraka. Tulikuwa na muumini fulani hapa ambaye alikuwa hapa Likoni, ambaye alikuwa anaitwa Patrick Okech. Alitengeneza altari ya nyumba yake iliyo safi. Ukienda hapo asubuhi kabla hajaondoka,
Haezi kwenda bila kupiga magoti pale altarini. Hata awe na wageni nyumbani, hajali kwamba hao ni kina nani, yeye anaheshimu Mungu wake. Anatoa kofia kichwani. Maombi nayo alikuwa hajui, lakini amepatia altari heshima. Yeye anaosema kwa roho yake ndiye anajua. Anatoka anaenda kazini. Wakati akirudi, anapiga magoti pale. Alimheshimu Mwenyezi Mungu. Tuchukue huu mfano ili tumheshimu Mwenyezi Mungu. Shukrani sana wenzangu. Amen.